Sisi serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetoa kwa mara ya kwanza katika nchi yetu kufanyika kwa kupitia serikalini bond ambayo ni sharia compliant, na tungependa sana tuwasihi wenzetu mtuunge mkono katika invest kwenye hii bond. Na wakati tunafanya hesabu za yield ya hii bond, tuliona ukilinganisha na wenzetu bondi zao tulikwenda above ya kwao by then. Maana wao 7 years walikuwa around 9%, sisi tulikwenda 10.5 makusudi ili tuweze kuattract watu kuweka fedha zao. Lakini kama sote tunavyojua, kikubwa zaidi kwenye bondi hii ni kwa wale ambao wanataka kuweka fedha zao katika mfumo wa sharia compliant. Kwa hiyo mabenki yote yenye Islamic window, najua kuna CRDB, najua kuna NBC, kuna NMB, kuna KCB, wote wana Islamic window. Na kama lile uzoefu wetu sisi wa PBZ Islamic window kukosa sehemu za kuwekeza ina apply huko, maana yake hapa sasa sisi tumekuja na sehemu ya kuwekeza. Islamic banks hizi zote lazima wawekeze kwenye sharia compliant investments. Sasa kwetu hapa mara nyingine inakuwa kuna shida ya kuzipata. Hii sisi tumekuja na solution katika hilo. Kwa hiyo tungependa zile fedha zote zilizokuwa accumulated over all these years kukosa sehemu, here you are. Kuna sehemu ambayo ni nzuri kuwekeza kwa rate ambayo ni nzuri kabisa ukilinganisha na market rate at the moment. Kwa hiyo tunawaomba sana mtusaidie kuwekeza huko. Kampuni binafsi ambazo zingependa kuparticipate kwenye sharia compliant investments, hii ya kwetu ina offer that opportunity. Chukue fursa hii kwa wale ambao tayari wameshawekeza, ni washukuru sana. Tunakushukuruni kwa kutuunga mkono katika jambo hili la kwanza la aina yake, na tungependa lifanikiwe ili tuwe tuna tranches nyingine na nyingine in the future. Lengo la serikali ni kuweza kupata resources ya kuinvest katika infrastructure projects zetu ambazo ziko nyingi, ziko nzuri kabisa, na kwa kweli tumejipanga vizuri sana katika kulipa. Huko hakuna shaka kabisa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kwenye masuala ya ulipaji, kwa sababu tumejipanga vizuri, we know kwamba hakutokuwa na shida yoyote upande huo. Kwa hivyo ni waombe kwa wale ambao wameshawekeza waangalie uwezekano wa kuongeza, na wale ambao hawajawekeza basi ni waombe kwamba wafikirie kuwekeza, na deadline yetu ni tarehe 11 April.